haraka. Ina maana umeshindwa kugundua ni wapi ulipokuwepo? Uliweza kunifikiria mimi hata mara moja kabla ya kwenda kule na kuuliza? Sijawahi kukuzuia kufanya chochote kile, kwa sababu wewe ni mtu mzima sasa. Sasa ni kwa nini ulifanya hilo kosa leo? Hakuna maana yoyote ya kukufokea wewe kwa sasa. Mayank, mpeleke chumbani kwake. Leo ametuumiza familia nzima kwa ujumla. Siwezi kusubiri zaidi. Huu ni mpaka. Naren amepitiliza kupita kiasi. Kabla watu wengine wa familia kuitumia hii hali vibaya, nataka wewe na Harsha muhamie nyumbani kwetu haraka. Na tayari nimeshamwambia kila mtu kwamba nyumba yenu inafanyia ukarabati. Hivyo hakuna atakayewauliza ni kwa nini mmehamia hapa. Lakini sasa tutakusaidia vipi kwa kuhamia kule kaka? Uwepo wako utakuwa ni msaada mkubwa sana kaka Rakesh. Na usiwe na wasiwasi, nimepanga kila kitu. Na hakikisha wewe na Harsha mnahamia hapa haraka sana iwezekanavyo. Ikiwezekana kesho. Bwana Rahul, naomba nikwambie kitu kimoja. Unapaswa kuacha kumfanyia njama Bwana Naren. Hata hivyo, niliyafumbia macho matendo yako, lakini sasa hivi hutaweza kabisa kumtumia Bwana Naren vibaya. Labda mimi nisiwepo. Unadhani kwamba sielewi chochote? Najua kwamba wewe ndiye uliyempeleka Bwana Naren kwenye ile klabu ya Rangali. Bora urekebishe hizo tabia zako kabla Bwana Harish hajaja kujua. Niko hapa na wewe uko hapa pia. Utaona kati yangu mimi na wewe. Kwa hiyo utafanya nini? Unafikiri unaweza kunizuia, si ndio Eti familia nzima imefanya jitihada kubwa sana ya kuitibu hali ya kaka, lakini hakuna chochote. Pengine na wewe ujaribu bahati yako. Wala haina haja ya wewe kuniambia mimi nini cha kufanya. Walioharibikiwa na stahili njia sahihi, na ndo nachokifanya kwa sasa. Hivi unajikuta nani wewe? Wewe ni mtumishi tu. Kwa nini unayafanya yote haya? Unafikiri atakupenda? Pole yako. Kwa nini ulinipaka keki usoni Bwana Rahul? Hujawahi kunipa jibu langu mpaka sasa tunavyoongea. Kwa hiyo na mimi pia sitaki kukupa majibu ya haya maswali yako. Unachotakiwa kukijua, nitakuwa na kuangalia muda wote kuanzia sasa.
Naomba maji tafadhali. Kama hujalewa sasa hivi inabidi ukaoge. Itanibidi niondoke dakika 10 zijazo. Tunaenda wapi? Hili ni jembe na lile pale sururu na ile ni mbolea ambayo ni nzuri sana kwa mimea na ile kontena Sema unachotaka kusema. Vizuri sana. Kwa kawaida wakati wote unawajali sana wanyama wako. Na sasa kwa kuwa banda lao limeungua hawana tena sehemu ya kukaa. Umewacha huko wanatapatapa na umelala hapa. Umeshapoteza dakika 2 kati ya 10. Haya amka. Wacha kulalalala bwana. Umeshatoka kitandani tayari? Sinakuuliza wewe. Alihatarisha maisha yake kwa ajili ya kaka. Alikuwa katika maumivu makali sana, lakini bado alikuwa anamjali kaka. Na sasa hivi anamfokea kaka. Nawezaje kujua kinachoendelea pale? Nitafanyaje ili nijue? Naongelea kuhusu kujenga banda. Lakini wewe hujali kabisa. Sina pesa zote hizo zinazotakiwa kujengea kiota. Siku zote nimekuwa na mahitaji mengi sana. Ndio maana sijawahi kuwa na akiba ya pesa. Hicho ndicho ninachokisema Bwana Naren. Itakubidi utafute pesa. Na itakubidi uongeze jitihada kwa ajili ya hilo. Tafadhali naomba uondoke. Nataka kutaamali. Yaani umekuwa msumbufu sana. Unaweza ukafikiria baadaye, lakini tuende shambani kwanza. Na wanaita nini? Kilimo cha mboga mboga. Ndiyo, nimeshaagiza vitu vinavyohitajika kwenye kilimo cha mboga mboga. Hacha sasa ni utambue mpango wa Pooja. Hata hivyo bibi Pooja, wazo lake lile la kuchungulia katika kibaraza hiki halikuwaga baya. Issue ni kwamba yeye, lakini tatizo yeye kaka. Mayank! Kwa nini kila mtu anapenda kuja katika hiki kibaraza? Wacha tu na iwe Bwana Naren. Nadhani na yeye hana kazi ya kufanya. Inabidi tumtafutie na yeye kazi. Tundoke kabla jua halijatoka. Haya, twende. Pooja, subiri kwanza. Mimi leo nimemwomba Mungu Vishnu atuongoze na atulinde sisi katika njia zetu. Hivi umeshindwa kugundua hata ni wapi ulipokuwa? Kiukweli umetuumiza sana sisi sote. Tunaweza kwenda Bwana Naren. Nadhani vifaa vya kulimia tayari vimeshaletwa. Na pembejeo pia tayari zimeshafika, kwa hiyo tunaweza tukaenda. Shangazi, Mayank naye tunaenda naye kwa ajili ya kutusaidia shambani. Mtaarifu Mama Nilima. Tunaweza kwenda Bwana Mayank? Tunachelewa. Mwache angalau apate kifungua kinywa. Leo Bwana Mayank amefunga. Kwani hujamwambia shangazi yako? Ndiyo sawa, nimefunga, lakini kaka, hautopata kifungua kinywa. Nimemfungashia kila mtu kifungua kinywa. Mnaweza kulia huko shambani. Twendeni.
Twende. Sehemu kama hizi hazikufai kabisa. Ndiyo, niambie. Chandan, nadhani umepoteza ujuzi wako wote kabisa wa kushawishi. Pooja alikuja akamchukua Naren mbele ya macho yako. Ulikuwa unajiamini sana kuhusu kumshawishi Naren. Sasa ni kwa nini ulishindwa kabisa kumzuia Naren? Nadhani muda wako umeisha sasa, Chandan. Inabidi nimpeleke tu katika hoteli nyingine. Unaweza ukafanya vyovyote unavyojisikia. Mimi sitakuzuia. lakini tafadhali Nipatie nafasi, nitamleta kaka yako hapo kwa mara nyingine. Na safari hii kama akija, hana budi kushawishika kabisa. mpaka hapo. Unapaswa kujua kwamba uhodari wangu upo kwenye umakini zaidi. Sawa. Kwa kuwa unajiamini sana kuhusu hilo, nitampeleka Naren Rangal kwa mara nyingine tena. Lakini kumbuka, Unapaswa kumshawishi kadri inavyowezekana. Muda wa kaka unakaribia kuacha kushawishiwa kwa namna yoyote ile na Pooja. Mara tu akishaenda hapo sasa, na ndipo atakapokiona cha mtema kuni. Na tuone sasa kama utanizuia Pooja. Sawa. Ndio, na tayari kule nyuma tumeshapanda mboga mboga. Kila kitu kimeshughulikiwa. Ndio mama. Bwana Naren anataka kukuza biashara ya kilimo. Kwa hiyo atakupatia maelekezo yote zaidi yanayohitajika. Bwana Naren. Bwana Mishra, ukuaji ni mzuri kweli. Endelea kuimwagia mara kwa mara. Mwaka huu joto ni kali sana hapa Rishikesh. Gopal, hiyo sio njia ya kuchanganya dawa. Lazima niseme ukweli. Maarifa ya kaka ya kilimo ni makubwa sana. Unajua, kaka angefurahi zaidi kama kibanda chake cha mifugo kisingeungua. Hivi ni nani atairudisha hiyo taasisi ya wanyama? Nini? Unamaanisha nini? Hujaji hapo kwa ajili ya kulalalala na kunywa sharbati tu. Zingatia kazi yako na sio kuongeaongea tu. Haya, sawa, nitazingatia. Lakini nitaanzia wapi? Unaweza kuleta maelezo ya bima ya kibanda kesho. Bima? Mjomba wangu wakati wote anasema kitu kinachoitwa bima ni muhimu sana. Unasubiri nini? Endelea na kazi, usinishangae. Haya, kaendelee na kazi. Kaka hebu mueleweshe Pooja. Ananilazimisha nifanye kazi juani na mimi sijala chochote. Nafanya tu kazi hata sipumziki. Hiyo ni haki kweli? Hebu acha kunisingizia bwana. Acha nitenge chakula kwa ajili yenu. Nitamtengea kila mmoja. Unaweza kula sasa. Kwa nini hajaleta sago? Unaweza kulia kwa chakula cha jioni. Inakubidi ufanye kazi sana kwa bidii leo. Kama usipokula sasa hivi, hakika utachoka sana. Tafadhali kula. Kwa nini unafunika mkono wako kila mara? Kama unauma nenda ukamwone daktari. Wala sio jeraha kubwa. Daktari kaufunga mkono wangu tu bila sababu.
Uniamini. Unaweza hata kumuuliza Bwana Mayank. Sikiliza. Umesahau hii chumbani kwako. Oh, asante. Chukua. Supriya, natumai tayari umeshasafisha chumba cha Harsha. Kaka Rakesh na Harsha wanakuja leo. Unajua ni jinsi gani Harsha alivyokizoea chumba chake tangu utotoni. Nataka wajisikie wapo nyumbani. Wala usiwe na wasiwasi. Maandalizi yote yatafanywa jioni. Gopal, tafadhali badilisha mashuka chumbani kwa Harsha na uweke maua kwenye chungu. Anapenda sana. Sawa. Wow, Su. Unajali sana kuhusu wageni, lakini haujali kabisa kuhusu utu wako wa familia. Tafadhali emba usijifanye hujui. Kwanza kabisa, ni wazi unafahamu ya kwamba mimi siku zote huwa natumia chumba kile kwa ajili ya mazoezi ya viungo. Bado haijatosha, unakiandaa chumba kile kile kwa ajili ya wifi. Najua Nilu, ila unaweza kufanya mazoezi chumbani kwako kwa siku kadhaa. Kwa nini kila siku iwe mimi tu? Yuko wapi huyu Gopal? Mwambie hakuna haja ya kubadilisha kitu chochote kile chumbani kwa wifi. Hata hivyo mwalimu wangu wa yoga anakuja na sina sehemu yoyote nyingine ya kufanyia yoga. Nilu, kile chumba ni cha Harsha. Kilikuwa chumba chake. Hiyo ni kabla hajaolewa. Na hata kama ulitaka kumpatia wifi kile chumba, ulipaswa walau kuniuliza mimi kwanza, Su. Ina maana wewe una maadili kabisa. Samahani Nilu, nilisahau kabisa kufanya hivyo. Jaribu kuelewa. Samahani Su, lakini sitaki kuelewa chochote kile. Unaweza kuwaweka wageni katika chumba cha wageni, Nilu, tunakigawa chumba cha wageni kwa Mayank. Hebu niambie, watu watatu wanawezaje kukaa katika chumba kimoja? Hilo sio tatizo langu, sweetheart. Aisee, mboga zimekuwa sana kwenye shamba lako. Bibi Pooja, ngoja mimi nikwambie kitu. Katika shamba hili, kilo 20 mpaka kilo 25 zinakuwa kila Ijumaa. Alafu ni za asili na za ubora wa juu kabisa. Inapendeza. Lazima utatengeneza pesa nyingi sana. Siuzi chochote kinachokuwa kwenye shamba langu. Unafanya nini? Baadhi ya mboga tunazitumia nyumbani na kusambaza zinazobaki kwa wenye uhitaji. Alafu unajua kaka anafanya nini tena? Yeye huwa anapenda sana kugawa maua katika mahekalu na misikiti yote. Lakini unaweza kuziuza mjini na ukapata pesa nzuri tu. Nilienda kwenye duka la Dehradun. Mboga za asili zilikuwa zina gharama sana. Mimi sitaki kutengeneza pesa. Lakini unahitaji pesa kwa ajili ya kutengeneza banda la wanyama. Lakini Bwana Naren, mimi sijielimika vizuri. Lakini wakati mwingine sio vibaya kufikiria kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Na kama wakati ukifika kuviuza hivyo vitu, pesa utakayoipata inaweza kukusaidia. Na pesa itakayopatikana kwa mauzo, unaweza kuitumia kwa ajili ya kutengenezea banda la mifugo. Sio kila muda kufikiria wengine. Kuna haja gani ya kuwa mkarimu kama ukishindwa kugundua mateso ya wengine? Wewe fanya unachohisi ni sahihi. Yaani huyu mtumishi amwache kaka hata kidogo. Yaani nataka kumaliza kazi zote leo. Natamani amwache kaka peke yake walau kwa dakika 5 tu. Nawezaje kumtoa sasa hapo?
muda sio mrefu kaka atakuwa dhaifu. Kila mtu anagombania nini sahihi na nini sio sahihi, ila inapokuwa mapenzi na vita, kila kitu kinakuwa ni haki.